Taratibu ya nini? Wewe useme ukweli. Useme ukweli. Umeelewa? Jamani, viongozi wa Simba, nadhani mmeona hasa tunaoipata sisi. Hii hasa kubwa sana. Kila tunachokiongea tunaonekana sisi tunawabeba, lakini si kweli hatuwabebi. Lakini matokeo yake mashabiki zenu na wanachama wanataka wajue shida timu ni nini. Haiwezekani mechi zote timu inafanya matatizo hapa, muongee ukweli. Simje mueleze wanachama na mashabiki shida timu ni nini. Ona sasa hivi watu wanaanza kupiga makofi. Nani kapiga? Acha tu. Mungu tunamwachia hana. Sina mwachia. Ila vitu vibaki ni vitatu. Tukabili na ligi kuu, shirikisho na kuhakikisha Yanga haendi popote. Hebu rudia wewe. Ukiwa na akili zako timamu. Ligi kuu, nataka kurudia ukiwa na akili zako timamu. Ligi kuu, shirikisho na kuhakikisha Yanga haendi popote. Shirikisho hivi. FA yanatoa wao ndio popote. Hivi unajua bingwa mtetezi ni nani? Au unaongea ukiwa tunahakikisha. Umeelewa? Ngoja bingwa mtetezi ni nani? Bingwa mwendi popote. Tunatoka wote. Unashika shati. Nakuuliza una akili zako timamu? Ndio. Hujatumia kinywaji chochote? Ndio. Wala nani shida yoyote huna? Sina chochote. Kabisa. Ndio. Tukienda hata kukupima kwa daktari huna shida. Sisi tunashika shati. Mandala wewe ngoja kwanza. Mandala naomba niambie hapa, ngoja tulia. Tulia usiwe na mapepe. Naona kichaa kimeanza kupanda. Wewe ulisema Simba anaenda robo finali. Sio wewe? Ikiwa na silo, sio wewe? Ngoja sio wewe. Ngoja nakuuliza sio wewe. Nakuuliza. Jamani. Mimi nilisema tumebakisha kazi ngapi? Kazi ya kwanza ligi kuu, kazi ya pili FA, kazi ya tatu kuhakikisha Yanga haendi popote. Ligi kuu, FA na kuhakikisha Yanga haendi popote. Viongozi wasikizani, mashabiki mnasemaje? Yani hapa ni fundisho kwa viongozi. Nisikilize. Hili ni fundisho kwa viongozi kwamba mbona mashabiki hawataki viongozi. Sasa hataki labda wanawachukia. Hawataki kutokana na matokeo mabaya wanayopata kwenye timu yao. Mashabiki hawana chuki na viongozi. Ila wanaongea hivi kutokana na matokeo mabaya ya nini? Ya timu yao. Wao ndio viongozi wa timu. Kwa nini timu inapofanya vibaya kama kuna tatizo msiseme? Hivi mtu anachukuliaje mechi 6 mfululizo mtu anakosa matokeo? Atampenda viongozi kwa akili yako? Anagawa na wachezaji wazuri, timu nzuri. Shida ni nini? Ongeeni shida ya timu ni nini? Watakuwa viongozi waje waongee tatizo la timu, waje wazungumze, tujue shida ya timu ni nini. Kama kuna mnafiki ndani ya Simba waseme. Mandala, samahani kidogo. Mandala, imekuwa kuna baadhi ya mashabiki wakizungumza, awali walikuwa nasema Mangungu aondoke kufanya na kufundisha, lakini sasa hivi wameonekana baadhi ya mashabiki ma-influencer ambao wana Simba wengi wamekuwa wakiwasikiliza, wamejitokeza juzi wakianza kuzungumza kwamba Mangungu mitano tena, Mangungu asifiwe, Mangungu hivi, Mangungu vile. Umeelewa bwana, na utawala wote chini ya Mangungu uendelee kupepewa kwa sababu ya kazi nzuri.
Wewe mimi sijakuona katika wale. Wewe unasemaje? Bado hajapewa chaki. Hiyo swali amekuja. Bado hajapewa chaki. Sababu unaona umati wa watu wanaosema mimi hoja yangu ya msingi ipo hivi. Hoja yangu ya msingi ipo hivi. Hoja yangu ya msingi ipo hivi. Mimi binafsi, hoja yangu ya msingi. Hili ni somo kwa viongozi kwamba hawa mashabiki mpaka wanazungumza hivi, wana shida wanaiona kwenye timu yao na timu inapata matokeo, wamepata furaha. Kama timu zao usilema upande gani? Nisikize kwa makini. Ni muda viongozi kuja kuambia mashabiki zao shida ya timu 1, 2, 3, 4. Kama hamuwezi kuja mbele kuzungumza, wanawake mashabiki walaumu viongozi. Sasa mimi sipo kwenye uchaguzi. Mimi nimewajua waitekeleza timu yangu. Swali la msingi. Ngoja, swali la msingi na ambalo mimi nauliza. Mandala, kipi ambacho umekiona wewe ambacho kinatakiwa kufanywa marekebisho katika timu hii? Sababu kwanza nidhamu ya timu. Mimi nishazungumza siku zote. Kama unifuatilia Kizinga, mimi ndio mtu pekee nashutumu uongozi. Kama hujui, kama wewe mgeni, mimi ndio mtu pekee nahangaika kushutumu uongozi na natishiwa. Nishazungumza vitu vingi, nimesema shida ya Simba kwanza ni utawala. Shida ya Simba chengine discipline, timu haina discipline. Yaani wachezaji wanakuja wazuri, wanakuja kwa abavu Simba. Tafsiri yake nini? Timu ina uhuru, wachezaji wafuatiliwe. Nikatoa mfano sahihi. Nilisema Enzi ya Sport, kama unakumbuka, alikuwa anafuata wachezaji hadi baa. Chama shapotoa baa zaidi ya mara 3. Anachukuliwa anapelekwa nyumbani. Timu sasa hivi ipo uhuru, wachezaji wanajiachia. Nishai kuzungumza mimi mpaka nikasema wanawake wasije kwenye mechi. Watu walinitafsiri vibaya. Tafsiri yangu nini? Kwamba wachezaji wanaendekeza nini? Starehe. Kwamba mchezaji anacheza anajua demu wangu ipo jukwani. Umeelewa vizuri? Niliongea vitu vingi nikaonekana mimi mtu wa ajabu. Lakini tafsiri yake vitu vinaonekana. Unaweza kuchukua mfano rahisi, mchezaji anakuja mzuri, anakuja kudrop Simba kwa nini? Timu imekosa discipline. Unaelewa vizuri? Hapo Mandala, samahani kidogo. Ukiangalia timu ilikuwa inacheza vizuri. Kipindi cha dakika za awali wamecheza vizuri, wamedominate, wamepush, wameweza kupata. Wewe nini? Wewe ndio host. Subiri kwanza. Mimi ni kwa faida tu ya watu. Tujue. Timu imefanya vizuri, dakika za awali imepush, watu wamepata goli 2 za fast. Mwarabu akaelekea kibla. Nini kilichofanya mpaka dakika 45 za kipindi cha pili? Makosa ya kizembe. Na wamefanya vizuri. So unamwona Beka anafanya makosa ya kizembe, hujamuona. Kante hujamuona nyuma. Unajua katika football hawa jamaa sisi tuna bahati, sisi watu wa Yanga. Tuko chini ya Ibrahim Samuel. Huwa anatuelekeza kuhusu mpira ni nini. Mpira una matokeo matatu. Kuna kushinda, kuna kufungwa na kusale. Tunavyosale inatakiwa tuwe watu wa namna gani? Tunavyofungwa tuwe watu wa namna gani? Tunapokuwa tunapata matokeo inatakiwa tuwe watu wa namna gani? Sasa kinachokuja kwa wao wenzetu, hiyo elimu inakuwa haipo. Umenielewa? That's why unakuta leo kila mtu anatoka hapo na mlaumu wangu. Analaumu sio. Ngoja Uchebe ngoja. Ngoja nimweleweshe. Ongeza. Ndio. Bwana mimi nimefungwa kule na mkumbusha huyo. Nimetoa sana jana umeona tunaongea. Uchebe. Wewe unaongea kwa sababu basi Uchebe. Subiri ambaye nikwambia Uchebe. Wamefungwa na Yanga mara 6. Mfululizo, ongeza. Ndio. Ngoja. Aliyefanya Benjamin Mkapa, kaitwa hapa Benjamin Mkapa. Atoke mtu Simba. Sasa hao ndio wamegeuka kuwa kila mwenyeji, kila mgeni anayekuja anaamini kabisa moja kwa moja anafanyaje? Anatoka. Wao ni lazima wapaze sauti. Na mimi niliwaambia sauti zenu zinatakiwa kupazwa, ila machozi yao mimi ndio nafurahi. Wewe Kizinga, wacha atoe machozi. Sisi ngoja. Ngoja, wenzenu wamekuwa wasaliti. Lazima mseme ukweli. Nyinyi ma-influencer mnaozungumza kwenye vyombo vya habari, taarifa zinawafikia hao na waona huko nyuma ambao hawajui chochote. Wakiona mitandaoni wanaona Mandala kasema. Mandala wenzenu wanasaliti. Wale wote ambao wamesema Mangungu 5 tena na walikuwa wanasema hafai Mangungu. Hao wachunguzwe. Wewe hujapewa Mangungu 5 uliniona. Utazungumza. Tunajua uliniona. Sikiliza. Yaani huko kote mimi bwana Mungu